huyu Yesu Kristo alifunuliwa kwa ajili yetu. Tumekombolewa. Mwanadamu wakati amepotea, hakukombolewa kwa dhahabu, hakukombolewa kwa fedha, hakukombolewa kwa chochote kile. Alikombolewa kwa damu ya thamani, kwa sababu yeye ni wa thamani. Nataka nikwambie hivi, sema amen. Kinachonunua kingine ni kile chenye thamani kuliko kinachonunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu inazidi dhahabu. Damu ya Yesu inazidi fedha. Damu ya Yesu inazidi chochote unachokitamani. Damu ya Yesu. Hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Katika dunia hii tunahitajika tukae kama wasafiri na wapitaji, tena tukae kwa hofu. Ndio Biblia imesema tukae kwa nini? Kwa hofu. Mtu aliyeokoka ana roho ya hofu, roho inayotetemeka, roho iliyovunjika inaposikia neno la Mungu. Kwa hofu, ana hofu katika kuzungumza. Hata anapozungumza, anapotoa neno, anaangalia neno litamfanyaje mwingine, anaangalia hili neno litatoa athari gani kwa watu. Anazungumza kwa hofu, hili neno nitamkosea Mungu au la. Anafanya kila kitu. Biblia inasema kwamba katika kila neno na katika kila tendo aliyeokoka. Katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, 17 anasema kwamba katika kila neno na katika kila tendo fanyeni yote katika jina la Yesu. Aliyeokoka hasemi tu. Aliyeokoka hafanyi tu. Anafanya kila kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Aliyeokoka, anayelinda wokovu. Hakikisha unalinda wokovu katika maisha yako. Hakikisha unalinda wokovu, maana ni wa thamani sana, ni wa thamani mno.